Tazama mbinguni. Ulimwengu haukuzaliwa kutokana na machafuko ya kubahatisha, bali uliundwa kwa usahihi usio na ukomo. Uumbaji wa ajabu unaozidi uwezo wa bahati nasibu. Kazi bora inayohitaji msanii mkuu. Hapo mwanzo alinena na vikawa. Gundua ukweli wa asili yetu. Bwana ni mwema wakati wote, anaendelea kutuokoa, anaendelea kututakasa kwa kweli yake. Niwakaribishe katika mfululizo wa masomo ambao tumeyapatia kichwa kinachosema uumbaji au uibukaji sura halisi. Katika mfululizo wa masomo haya tutakwenda kutazama uumbaji kwa ujumla, lakini specifically katika series hii ya masomo 14 tutakwenda kutazama changamoto ambayo imekuwa ikisumbua ulimwengu kwa muda mrefu, yani swala zima la ubaguzi wa rangi. Katika hili swala ambalo limekuwa likisumbua wakuu wa nchi, wataalamu mbalimbali, wasomi mbalimbali wakikosa majibu ya namna ya kusuluhisha tatizo hili, tutakwenda kuyauliza maandiko matakatifu, na kupitia maandiko matakatifu tutakwenda kujua asili, lakini juu ya yote tutakwenda kutazama suluhisho la changamoto hii ambayo imekuwa ikisumbua ulimwengu. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, comment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Basi tunapokwenda kujifunza masomo haya, nichukue nafasi hii nikukaribishe katika kuomba. Tumkaribishe Roho Mtakatifu ambaye kwa yeye atakwenda kutufunulia kile ambacho tunakwenda kujifunza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, tupo tena mbele zako tukiliinua jina lako na kulitukuza. Tunakushukuru kwa nafasi nyingine ambayo umetupatia kuweza kujifunza maandiko yako matakatifu. Tunapokwenda kujifunza kile ambacho maandiko yanasema, katupatie majibu, katupatie suluhisho la kile ambacho ulimwengu umekuwa ukisumbuka kwacho kwa muda mrefu, yaani swala zima la watu kubaguana na kutengana kwa sababu ya mionekano yao. Sifa na utukufu zikurudie wewe tunapokwenda kujifunza haya. Nimeomba katika jina la Yesu. Amina. Basi niwakaribishe katika somo hili la kwanza ambalo nimelipatia kichwa kinachosema nani mwenye majibu? Nani mwenye majibu? Katika tovuti ya Iran Swahili Radio tunakutana na article inasema Ban Ki-moon anazungumza akisema ubaguzi umeibua matatizo duniani. Kwa katika somo hili la kwanza tutakwenda kuangalia namna ambavyo dunia inaweweseka, namna ambavyo dunia inawayawaya kwa sababu ya changamoto ambayo inatokea, kwa sababu ya changamoto ambayo ilitokea na inaendelea kuitafuna dunia, na wakuu wa nchi hawana majibu ya kile kinaendelea. Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa mwaka 2021 Machi 19 tunasoma article inayosema Bwana Guterres asema tunaona ubaguzi ulioenea na kutengwa na kuteswa kwa watu wa asili ya Kiafrika. Tunaona katika dhuluma na ukandamizaji unaovumiliwa na watu wa kiasili na makabila mengine madogo. Kwa unaposoma hizi article unakuja kuona kwamba ubaguzi huu wa rangi hauishii tu kwa watu wa Afrika, lakini pia unakwenda kwa watu wa makabila mengine madogo ambao tutakwenda kuyaona katika mfululizo wa masomo haya. Nikienda katika tovuti ya gazeti la Mtanzania la mwaka 2016 tunasoma article inasema ubaguzi wa rangi ni saratani inayotafuna Marekani. Kwa hiyo hata hawa wachunguzi na waandishi mbalimbali wanatambua ya kwamba swala la ubaguzi wa rangi ni changamoto, ni sawa na ugonjwa wa saratani ambao ulianza taratibu lakini unaendelea kutafuna mwili na hata kufikia kuangamiza watu. Katika tovuti ya Radio France International ya mwaka 2021 tunakutana na article nyingine ambayo inaonyesha swala hili sio tu lipo Amerika ya Kaskazini, lakini pia lipo katika eneo la Amerika ya Kusini, ambako tunakutana na article inasema Brazili, maandamano ya ibuka dhidi ya ubaguzi wa rangi. Na sio tu Amerika, tovuti zinaendelea kutuambia katika redio ya Deutsche Welle tunaambiwa mashirika ya
haki ubaguzi ukomeshwe Ufaransa. Lakini pia sio tu Ufaransa kwa maana ya Ulaya, lakini pia ukienda Uingereza unakutana na tatizo hilo hilo. Katika tovuti ya BBC Swahili tunakutana na article inayosema Waingereza na ubaguzi wa rangi. Jamii ya Waingereza ni ya watu wanaotoka matabaka mbalimbali, lakini je, wako huru kiasi gani inapokuja swala la kuzungumzia ubaguzi wa rangi na ukabila? Hivyo tunaona wazi ya kwamba swala la ubaguzi aliishi tu katika mionekano kwa maana ya watu weusi na weupe, lakini linaenda ndani zaidi hata kati ya makabila, na hili swala lipo kila bara ambalo unaweza ukafika katika dunia ambayo tunaishi leo. Katika tovuti ya Voice of America tunakutana na article inasema ubaguzi wa rangi dhidi ya Afrika waripotiwa China. China inapatikana huku Asia. Kwa hiyo ukitoka magharibi, ukienda mashariki, ukirudi kusini na hata kaskazini, kote tunakutana na tatizo la ubaguzi wa rangi, na watu wote wanalalamikia tatizo hilo la ubaguzi wa rangi, lakini hakuna hata mmoja ambaye anajua wapi kwa kwenda kutafuta suluhisho la changamoto tunayo iongelea hapa. Katika tovuti ya Global Voices tunakutana na article inasema Urusi kupigwa risasi mgeni na hisia za wazi za ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo tunaonyeshwa wazi ya kwamba swala la ubaguzi wa rangi, ingawa ni la kimuonekano, bado linapelekea watu kupotea maisha, na hivi ndivyo ambavyo swala hili ni serious sana, na kuna haja ya watu kuliaddress. Na tunapokuwa tunaliaddress, tunapokuwa tunalizungumzia, lazima twende kwenye asili au kwenda kumuuliza muasisi ambaye alipata kutumba sisi, na kupitia muasisi huyo tutakuta kujua suluhisho la tatizo hili. Katika tovuti ya ABN tunasoma UN kuna ubaguzi wa rangi wa kimfumo dhidi ya watu weusi nchini Uswisi. Najaribu kukupitisha katika hizi article mbalimbali ili uweze kuona changamoto hii jinsi inavyotafuna ulimwengu sasa. Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa tunasoma bado hakuna usawa baina ya weusi na wazungu Afrika ya Kusini. Kwa hiyo ukienda Afrika unakutana na changamoto, ukienda Asia unakutana na changamoto, ukienda Marekani unakutana na tatizo hilo hilo. Nani ambaye anaweza akatupatia majibu ya kile ambacho kinaendelea ulimwenguni leo? Katika video hii ambayo ilirekodiwa na Deutsche Welle, wanajaribu kuonyesha namna ambavyo changamoto hii imekuwa ikiendelea hata sasa katika bara la Ulaya, na hii inatupatia picha ndogo ya kile ambacho tumekisoma katika article hizi, lakini pia inatupatia picha ndogo ya madhara ya ubaguzi wa rangi duniani leo. Twende tukatazame kwa ufupi, kisha tutarejea. Zaidi ya watu 50,000 wamehudhuria tamasha la wazi la kupinga ubaguzi wa rangi katika mji wa mashariki mwa Ujerumani wa Chemnitz siku ya Jumatatu jioni. Mji huo katika wiki za hivi karibuni umeshuhudia maandamano ya vurugu kutoka kwa watu wanaopinga wahamiaji. Bendi kadhaa maarufu za Ujerumani zilishiriki tamasha hilo ili kutuma ujumbe wa kupinga ubaguzi wa rangi na hofu dhidi ya wageni katikati mwa machafuko yaliyochochewa na kuuawa kwa kijana wa Kijerumani mnamo Agosti 26. Kijana huyo aliuawa kwa kuchomwa kisu. Kufuatia kifo chake, makundi ya mrengo wa kulia yaliandaa maandamano makubwa yakiwasilisha chama mbadala kwa Ujerumani AfD na vuguvugu linalopinga Waislamu la Pegida. Hata hivyo, maandamano hayo yalikabiliwa na mengine ya kuwapinga. Chuki dhidi ya wahamiaji na wageni imeongezeka nchini Ujerumani tangu kansela Angela Merkel alivyoamua kufungua mipaka ya nchi kuwapokea maelfu ya wahamiaji. Kama umefuatilia utagundua ya kwamba tatizo la ubaguzi wa rangi ni moja ya matatizo yanayopelekea kuvunjwa kwa sheria za Mungu, na sio tu sheria za Mungu, lakini pia sheria za nchi. Yaani mauaji, yaani unyanyasaji, kunyanyapaliana, kubaguana, ndicho ambacho tunakiona tunapokuwa tunajifunza swala la ubaguzi wa rangi. Kama nilivyosema, watu hawajui kwa kwenda. Ndio maana tunaposoma katika article ya BBC Swahili tunakutana na hii article inasema, je, de Klerk alikuwa ni shujaa aliyemaliza ubaguzi wa rangi au alipaswa kushtakiwa? Klerk ni moja ya watu ambao walishughulikia swala la ubaguzi wa rangi South Africa, lakini South Africa imekuwa na hilo tatizo tangia kipindi hiko hata sasa. Hata kipindi ambako Rais Obama alipoingia madarakani, katika kipindi chake watu wengi walikuwa na matumaini ya kwamba kupitia Rais Obama matatizo ya ubaguzi wa rangi yanaweza yakapungua Amerika, lakini bado tunaona changamoto imeendelea kwako, na hili ni jibu ambalo tunalipata
kwamba tunapowategemea wanadamu wenzetu hawawezi kutusaidia katika kutatua tatizo hili la ubaguzi wa rangi. Sikia, tovuti ya Umoja wa Mataifa inaendelea kusema ubaguzi wa rangi ni kama gari, kila mwaka muundo hubadili. Naomba nikasome katika tovuti ya Umoja wa Mataifa article ya mwaka 2023 Machi 21, tunasoma maneno yafuatayo: kama virusi, ubaguzi unanyambulika na kujibadilisha na mazingira kama nyakati na mazingira tofauti, na yaelezwa kuwa ubaguzi wa rangi ni kama gari aina ya Cadillac ambalo kila mwaka hubadili muundo mpya. Anazungumza Bwana Koras. Amesema pia mwenendo wa dalili zake unaweza kubadilika, lakini madhara na wigo wake vinasalia vile vile. Ndicho ambacho tunasoma katika hizi articles za watu duniani ambao wanajaribu kuangazia tatizo hili la ubaguzi wa rangi. Swali, watu wanapokuwa wanalitazama hili, nani wanamtupia lawama? Ukifuatilia watu tumeanza kutupiana lawama wenyewe kwa wenyewe, lakini tunafika mbali zaidi, tunaanza kumtupia lawama Mungu. Sikia, katika moja ya articles za Jamii Forum nilikutana na vichwa ambavyo ningetamani kushare nanyi muone kile ambacho watu wanakizungumza kuhusiana na Mungu. Yaani tumetoka katika level ya kulaumiana sisi kama sisi katika swala zima la kubaguana, sasa tunakwenda kumlaumu Mungu. Sikia, katika article moja ya Jamii Forum tunasoma ubaguzi wa rangi hautoisha sababu Mungu ni mbaguzi wa rangi pia. Kwa leo kuna watu ambao wanasema Mungu ndiye chanzo cha ubaguzi wa rangi na ndio maana hatuwezi kufanya nini kulimaliza. Katika Jamii Forum pia nakutana na article nasema ubaguzi wa rangi, ndani yake tunasoma, ukiangalia vizuri tabia zetu sisi watu weusi utagundua Mungu alikuwa na sababu ya kuwabariki wenzetu weupe alafu sisi akatuacha. Kwa hiyo Mungu sio tu ndiye muasisi wa ubaguzi wa rangi kwa mujibu wa kile ambacho anasema huyu mtu, lakini pia wanatuambia Mungu ana upendeleo. Mungu anawapendelea watu weupe na kuwabagua watu weusi. Ndicho ambacho tunajifunza. Lakini maandiko matakatifu yananiambia hivi ya kwamba msiabudu miungu mingine. Kwa lugha nyingine, hipo miungu mingine. Swali, tunapokuwa tunasema ya kwamba Mungu ndiye muasisi wa ubaguzi wa rangi, tunamzungumzia Mungu gani? Hilo ni swali ambalo watu wengi hawajiulizi. Wapendwa katika Bwana, katika somo hili na katika masomo haya tutakwenda kumleta kwenu Mungu ambaye analaumiwa, lakini ndiye mwenye suluhisho na ndiye mwenye majibu ya maswali ambayo watu wanauliza. Huyo si mwingine bali ni Mungu wa Biblia. Mungu ambaye alipata kuumba kwa muda wa siku 6 na siku ya 7 akapata kupumzika. Huyu Mungu ni yupi? Kwa sababu watu wengi wanapokuwa wanasoma kwenye Biblia mara nyingi wanatofautisha. Kuna Mungu wa Agano la Kale na kuna Mungu wa Agano Jipya. Wanatofautisha hivyo vitu. Je, Mungu huyu wa Agano la Kale ni tofauti na Mungu wa Agano Jipya? Na je, yeye ana majibu? Na je, yeye anazungumzia vipi swala la ubaguzi wa rangi? Sikia, katika kitabu cha Mithali sura 27 mstari wa 11, huyu Mungu anasema, mwanangu uwe na hekima na kunifurahisha moyo wangu, ili nipate kumjibu anilaumuye. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba yeye analaumiwa. Mungu wa Biblia anatambua kwamba lawama zote zinakwenda kwake, lakini anasema yatupasa kuwa na hekima tumfurahishe, ili yeye apate kuzungumza. Kwa lugha nyingine, tukae kimya, tusikilize, tuhoji kwa unyenyekevu, ili yeye aweze kutusaidia. Laiti kama ulimwengu mzima ungelitambua hili, ninaamini suluhisho la tatizo la ubaguzi wa rangi ilikuwa limekwisha patikana muda mrefu uliopita. Sikia, katika maandiko matakatifu kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10 natuambia, katika habari ya uokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayo wafikia ninyi. Wapendwa, twende tukamtafute, tukamjue kwanza Mungu wa Biblia ambaye alipata kuumba au alipata kutuumba sisi katika mionekano yetu, na yeye atakwenda kutuambia kwa nini sisi tupo hivi tulivyo, na hii changamoto ya ubaguzi ilianzia wapi. Maandiko yananiambia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 kuwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni yupi? Katika kitabu cha Yohana
sura ya kwanza mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu, tunakutana na maneno yanayosema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa mujibu wa kitabu cha Yohana, Mungu aliyepata kuumba mbingu na nchi, yes, Mungu aliyepata kutuumba sisi anaitwa Neno. Swali, huyu neno ni nani? Kwa mujibu wa kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 14, tunakutana na maneno yanayosema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, huyu Mungu neno ambaye alifanya vyote ndiye ambaye alivaa mwili akakaa kwetu, mfano wa mwana atokaye kwa Baba. Ndivyo ambavyo maandiko yanasema. Katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya pili mstari wa 5 hadi wa 7, tunakutana na maneno yafuatayo. Napenda jinsi ambavyo Paulo anaelezea kile ambacho Yohana anakizungumza, lakini katika nuru ya tofauti. Sikia, Paulo anasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye hapo mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushimana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Ndivyo ambavyo maandiko matakatifu ananiambia. Kwa hiyo Musa ananiambia Mungu aliumba mbingu na nchi. Yohana akiongozwa na Roho Mtakatifu anatuambia huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, yes, aliyetuumba sisi, ndiye ambaye anatambulika kama Mungu Neno, ndiye aliyevaa mwili akakaa kwetu. Na Paulo anakuja anatuambia yule neno ndiye yeye yule ambaye tunamuita leo Kristo Yesu. Swali, haya ni maneno ya Paulo? Haya ni maneno ya Yohana? Tukamuulize Yesu mwenyewe anasemaje kuhusiana na hili. Katika kitabu cha Yohana sura 17 mstari wa 5 tunasoma, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa Yesu mwenyewe anathibitisha ya kwamba anachokisema Yohana kipo sahihi, ya kwamba yeye ndiye aliyepata kuwako kabla ya uumbaji, na yeye ndiye aliyekuwa anatambulika kama Mungu Neno, na yeye ndiye ambaye anatambulika kama Mungu Mwana, ambaye alikuja akakaa kwetu, tukakaa naye, tukazungumza naye, na ndiye Mungu pekee ambaye anaweza akatujibu na kutupatia suluhisho ya kile ambacho tunakwenda kukizungumza katika series hii. Sikia, katika kitabu cha Ibrania sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili, maandiko yanasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu kwa manabii na kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye alipata kuufanya ulimwengu. Kwa hiyo Paulo sio tu anashuhudia kwamba Kristo Yesu ni Mungu, lakini pia anatushuhudia kwamba ulimwengu ulifanywa na yeye, yaani Kristo alipata kuumba ulimwengu. Paulo haishii hapo. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16 tunasoma, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na usultani na enzi na mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Wapendwa katika Bwana, mwenye jibu la swali ambalo tunakwenda kulitazama katika series hii si mwingine bali ni Kristo Yesu. Na tunapokuwa tunalaumu ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha ubaguzi wa rangi, wapendwa, watu wengi hawajui anayelaumiwa si mwingine bali ni Kristo Yesu. Lakini Yesu anasema tulieni. Yesu anasema kuweni wapole, kuweni wanyenyekevu, nami nitawapatia majibu. Kuweni wanyenyekevu ili ni mjibu yeye anayenilaumu. Swali, anayemlaumu Kristo ni nani? Je, ni wanadamu au yupo mwingine nyuma ya pazia ambaye anawatumia wanadamu katika kumlaumu Kristo? Endelea kufuatilia masomo, tutakwenda kumuona ambaye anamlaumu Kristo nyuma ya wanadamu. Sikia, katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 na kutana na maneno yanasema, wazee watawalao vyema wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa katika kuhutubu na kufundisha. Moja ya watu ambao wanapenda kuwatumia katika kushuhudia kile ambacho mitume walipata kukishuhudia
ni wazee wa mwanzo wa kanisa. Kwa Kiingereza tunawaita early church fathers. Hawa ni moja ya wazee wa mwanzo ambao kwa hakika waliweza kushuhudia kile ambacho mitume walikifundisha na kukishuhudia, nao wakaendeleza katika barua zao na nyaraka ambazo walipata kuziandika. Sikia, Mungu Baba anaye mwana ambaye alikuwa wa kwanza, ingawa si kwa kuumbwa. Alikuwa ndiye neno la Mungu, lakini pia ndiye Mungu. Ndivyo ambavyo Justin Martyr anatueleza. Lakini pia tunakutana na article nyingine ya Justin Martyr inayosema, nasi tunathibitisha kuwa tunapomwabudu tunayo sababu ya msingi ya kumwabudu, kwa maana wanatushtaki kuwa tu wajinga tunaposema kuwa mtu aliyesulubiwa kuwa ndiye Mungu asiyebadilika na kumpatia sifa zote za uungu, yaani muumbaji wa vitu vyote, lakini wao ndio ambao hawajui wala kuitambua siri iliyopo katika hili. Kwa hiyo Justin Martyr, moja ya wazee wa mwanzo wa kanisa, anashuhudia ya kwamba yule ambaye tunampatia jina neno ndiye mwana wa Mungu, lakini sio tu mwana wa Mungu, ndiye Mungu, na haishii hapo, anasema ndiye muumbaji wetu. Mzee mwingine anaitwa Clement wa Alexandria. Mzee Clement wa Alexandria naye aliwahi kushuhudia maneno yafuatayo. Anasema, neno ambaye mwanzo alikuwa Mungu haswa, sasa amekuja kama mtu, yaani Mungu pia mtu, mwasisi wa kila mbaraka. Neno ambaye hapo mwanzo alikuwa ndiye muumbaji wetu, ametokea sasa kama mwalimu. Huyu ni mzee mwingine ambaye anatushuhudia haya. Je, kuna wazee wengine na wanazuoni wengine waliopita ambao wanashuhudia kile ambacho mitume wanakisema? Tuendelee kusoma. Nikikutana na mzee mwingine anaitwa Melito. Melito anatuambia, Mungu aliuawa, na ili asipate kuonekana taa za mbingu zilitiwa kiza na siku ikawa usiku, kwa maana walimtundika katika mti Mungu akiwa uchi. Huyu ndiye aliyeumba mbingu na nchi, hapo mwanzo akiwa na Baba walipata kumbuni mtu. Ndivyo ambavyo wanashuhudia hawa wazee wa kanisa la awali. Katika kitabu cha Ayubu sura ya 8 mstari wa 8 tunakutana na maneno yanasema, basi uwaulize tafadhali vizazi vya zamani, ujitie kuyaangalia yale baba zao waliopata kuyatafuta. Je, mbali na hawa wazee wa kanisa wa awali, tuna mashuhuda wengine ambao walipata kushuhudia kile ambacho mitume pamoja na manabii walikishuhudia. Niwalete kwenu wanamatengenezo. Wanamatengenezo ni moja ya kundi la watu ambao walipata kuibuka katika karne ile ya 15, ambao walisimama na kuhubiri injili kwa nguvu, nao walipata kumtukuza Kristo sio tu kama neno, lakini pia kama muumbaji mfalme. Tukianza na Jonathan Edwards, anatuambia mwaka 1805 aliwahi kusema, Kristo ni Mungu mtawala mkuu na ndiye mtekelezaji wa jambo moja kuu. Enzi zote za Mungu ni zake na kazi za kuumbaji yote anaimiliki. Ndivyo ambavyo Jonathan Edwards anasema. Jonathan Edwards anaendelea kusema, Kristo ni muumbaji na mmiliki wa mbingu na nchi. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, mashuhuda ndani ya maandiko matakatifu wanatushuhudia ya kwamba Kristo Yesu ndiye muumbaji, lakini nje ya maandiko matakatifu katika karne za mwanzo za wazee wa mwanzo wa kanisa wanatushuhudia kwamba Yesu Kristo ni muumbaji. Lakini katika karne ile ya 15, kipindi cha kina Martin Luther, nao walisimama na kushuhudia wazi ya kwamba Kristo Yesu ndiye muumba wa mbingu na nchi, na hivyo kumpatia sifa ya moja ya watu ambao walipata kukaa hapa duniani, moja ya watu wenye sifa ya kiungu ambao wanaweza wakatujibu sisi maswali ambao yanatusumbua mioyo, yanatusumbua akili, na moja ya maswali ni swala la ubaguzi wa rangi. Je, kuna wana matengenezo mengine ambao washawahi kushuhudia hili? Nimlete kwenu mchungaji ambaye anajulikana kwa jina la Charles Spurgeon, naye aliwahi kuandika maneno yafuatayo. Anasema, kwanza kabisa mbingu iliumbwa na kutengenezwa na Kristo kwa ajili ya Kristo, na yapo maeneo huko na mazingira huko ambayo kitovu chake ni Yesu. Pili, tunapaswa kujua na kuelewa pia kuwa malaika wote wameumbwa na Kristo na kwa ajili ya Kristo. Anaendelea kusema mchungaji Spurgeon kuwa, na tukija kwa wanadamu, sisi pia tumeumbwa na Kristo na kwa ajili ya Kristo. Aliumba roho na kuumba mada zingine. Aliumba vitu vyenye pumzi na visivyo na pumzi, kuanzia miche hadi wanyama. Kwa hiyo hawa wote ni wana matengenezo ambao wanatushuhudia wazi ya kwamba mwenye majibu ambaye anaweza kutusaidia kuelewa kinachoendelea katika tatizo hilo la ubaguzi wa rangi si mwingine bali ni Kristo Yesu, kwa sababu yeye ndiye alituumba, lakini pia yeye ndiye aliyekuja kutuokoa.
Katika kitabu cha Isaya sura 45 mstari wa 18 tunasoma, maana Bwana aliyeumba mbingu asema hivi, yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba dunia na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara. Hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Swali, huyu Bwana anayetajwa na Isaya ni nani? Ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 11 tunasoma, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. So Biblia inamtambua Kristo kama ndiye Bwana muumbaji. Katika kitabu cha Matendo sura ya 10 mstari wa 36 anasema, neno lile aliloliwapelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema na amani kwa Yesu Kristo, ndiye Bwana wa yote. Kwa maandiko yanaendelea kushuhudia kwamba anayetambulishwa kama Bwana wa yote, Bwana muumbaji, si mwingine bali ni Kristo Yesu. Katika kitabu cha Patriarch and Prophets cha Ellen White tunasoma maneno yafuatayo: Yehova mkuu aliweka misingi ya ulimwengu, alipamba ulimwengu wote na kuweka vitu ndani yake ambavyo kwavyo ni muhimu kwa mwanadamu. Aliumba vitu vya kustaajabisha na kushangaza katika nchi na baharini pia. Ndani ya siku 6 alikuwa amekamilisha kazi yote ya uumbaji. Unaweza ukauliza sasa, kama Yehova ndiye aliumba, tunasemaje ya kwamba Kristo ndiye muumbaji? Tuendelee kusoma. Sikia, katika kitabu cha Danieli sura 9 mstari wa 2 inasema, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu. Kwa hiyo Danieli anatuambia mkitaka kujua na kuelewa, endeleeni kusoma. Kumbukeni, tunaendelea kumtazama yeye ambaye atakwenda kutujibu maswali ya ubaguzi wa rangi na swala zima la namna ambavyo sisi tulivyo na asili ya tatizo la ubaguzi wa rangi katika series hii. Na mpaka sasa tunamtambua kuwa ni Kristo Yesu. Ila Ellen White anatuambia muumbaji ni Yehova. Swali, je, Kristo ndio Yehova? Danieli anasema kwa kuvisoma vitabu twaweza kujifunza, twaweza kutambua. Sikia, katika kitabu cha Bowman mwaka 1996 ambako tunajifunza katika article inaitwa Understanding Jehovah Witnesses Why They Read the Bible the Way They Do, ukurasa 120 tunasoma maneno yafuatayo. Anasema swala la Yesu kuwa ndiye Yehova lina ithibati ya kutosha katika maandiko matakatifu yanayoshuhudia kwa hakika Yesu ndiye Yehova Mungu wetu. Inashangaza kuona kwamba mashahidi wa Yehova huwa wanapingaga uungu wa Kristo, lakini artikeli za zamani za mashahidi wa Yehova zinashuhudia wazi ya kwamba Yesu ndiye Jehova. Katika article nyingine ya Whitelaw mwaka 1913 tunasoma, Yesu hakuwa binadamu tu wa kawaida aliyejawa na roho wa Mungu, lakini alikuwa ni Yehova mwenyewe, Mungu katika mwili. Huyu ni shuhuda mwingine ambaye anaelezea hili. Katika article nyingine ya mtaalamu anaitwa Thien, tutamtazama kiundani katika masomo yanayokuja, anasema hakika Yesu Kristo alikuwa ni mtu mkuu kati ya wanadamu, lakini pia ni hakika alikuwa ni zaidi ya mtu wa kawaida. Haya yote yanaweza kuonyeshwa katika maandiko kupitia njia mbalimbali, yaani kumfunua yeye kuwa ndiye Yehova wa Agano la Kale. Na Ellen White katika gazeti la Signs of Time Mei 3, 1896 anasema Yehova ndiyo jina ambalo Kristo Yesu alipata kupewa. Na katika kitabu cha Wazee na Manabii anaendelea kusema Ellen White, Baba alimtumia mwana katika kazi ya uumbaji wa viumbe wote. Enzi au mamlaka, nguvu na vyeo vyote vilifanyika katika yeye. Na katika kitabu cha Desire of Ages Ellen White anaendelea kuconfirm, anaendelea kudadavua, anaendelea kueleza kiundani kwamba Kristo Yesu sio tu ndiye Jehova, lakini pia ndiye muumbaji wetu. Katika kitabu cha Desire of Ages anasema, hapo mwanzo Mungu alifunuliwa katika kazi yake ya uumbaji. Alikuwa ni Kristo ambaye alitandaza mbingu na kuweka misingi ya nchi. Ndivyo ambavyo hawa mashuhuda hodari wa maandiko matakatifu wanachotuambia. Tumemwangalia Ellen White, tumeangalia wana matengenezo, wazee wa mwanzo wa kanisa, tumewatazama mitume na hata manabii. Wote wanatushuhudia kwamba Kristo Yesu ndiye Mungu aliyepata kutuumba. Hivyo ili kuweza kuelewa na kuweza kutatua tatizo la ubaguzi wa rangi, tunapaswa kurejea na kumuuliza yeye kinaga ubaga. Naye anasema katika kitabu cha Isaya kwamba njooni sasa tupate kusemezana, tupate kujadiliana. Kujadiliana maana yake tunauliza maswali, yeye anatujibu. Ndicho ambacho tutakwenda kukifanya katika masomo haya. Mwanasayansi mmoja anaitwa Carl Linnaeus aliwahi kuandika na kusema,
Muumbaji mwenyezi na muhifadhi wa vyote atukuzwe na wote aliopata kuwaumba. Basi na tusiweke pembeni kazi yake, bali tuongozwe kwa hiyo ambayo humtukuza mwalimu. Kwa hiyo katika mafundisho haya, katika series hii, tutakwenda kuangalia kazi ya muumbaji ambayo inamshuhudia muumbaji ambaye ni Kristo Yesu pekee. Lakini pia mtaalamu mwingine, mwanasayansi mwingine anaitwa James Joel anasema, baada ya kupata maarifa juu ya utii wa Mungu, jambo la pili linalopaswa kujulikana ni hekima, nguvu na wema wa muumba katika shuhuda za kazi ya mikono yake. Ndivyo ambavyo tunaelezwa na huyu mtaalamu. Mtaalamu mwingine anaitwa Sir James Jeans anasema, kila kitu tunachokiona kinatusukuma kuamini na kutazama zaidi juu ya nguvu ya ajabu ya tukio kuu la uumbaji katika nyakati za kale sana. Kwa ili kutatua tatizo la ubaguzi wa rangi, inatupasa twende tukajifunze kitabu cha Mwanzo, wapendwa katika Bwana. Na tunapokuwa tunakitazama kitabu cha Mwanzo, yatupasa tujue mzungumzaji ni Kristo Yesu. Tunapokwenda kumalizia somo, tumalizie kwa nukuu mbili za msingi ambazo zinakwenda kueleza kile tunachokwenda kujifunza katika series hii. Katika kitabu kinaitwa Testimony for the Church, volume ya 9, ukurasa wa 223, Ellen White aliwahi kuandika, dini ya Biblia haitambui tabaka wala rangi ya ngozi. Inapuuza cheo, mali na heshima ya kidunia. Mungu huwapima wanadamu kama wanadamu. Kwake yeye tabia huamua thamani yao. Nasi tunapaswa kumtambua Roho wa Kristo kwa yeyote au katika yeyote yule anayefunuliwa ndani yake. Na katika gazeti la Review and Herald tunasoma, kuta za udini au mafarakano ya kidini, tabaka na rangi ya ngozi zitaanguka wakati roho wa kweli wa mishonari itakapoingia katika mioyo ya wanadamu. Ubaguzi unayeyushwa na upendo wa Mwenyezi Mungu, wapendwa katika Bwana. Kwa tunapomjua Mungu tunayemtumikia, tunapomjua Mungu muumbaji halisi, akatupatia majibu ya maswali yetu kwa upendo, maana yake swala zima la ubaguzi wa rangi litapata kuondoshwa. Katika kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 3 tunasoma, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana katika kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Swali ambalo tunaweza kujiuliza hapa ni hili: je, katika swala la ubaguzi wa rangi lina mahusiano gani na imani yetu ya Kikristo? Hivyo nipate kualika katika somo linalofuata, tutakapokwenda kutazama au kuangazia kile ambacho mtume Yuda amepata kukizungumza hapa. Niwakaribishe tupate kuomba na kuendelea kujiandaa kwa ajili ya masomo yanayofuata ambayo yatakwenda kujibu maswali mengi ambayo watu wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na swala la ubaguzi wa rangi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya sehemu hii na somo hili la kwanza. Katusaidie kuendelea kutafakari, katusaidie kuendelea kujifunza masomo ya kiundani, ili mwisho wa siku sifa na utukufu zikapate kukurudia wewe. Nimeomba katika jina la Yesu, amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.